Watengenezaji wa mpira wa kombe la dunia mwaka 2026, kampuni ya Adidas wamezungumzia teknolojia ambayo umeiweka ndani ya mpira huu ambao unaitwa Try-Yonder. Ni mpira ambao utakwenda kutumika kwenye michezo ya kombe la dunia mwaka 2026. Lakini hata mwaka 2022 Adidas walitengeneza mpira wa kombe la dunia, michezo ambayo ilifanyika pale Qatar, na teknolojia ambayo walikuwa wameiweka kwenye ule mpira kidogo inafanana na hii hapa, lakini sasa safari hii kutakuwa kuna teknolojia ambayo imeboreshwa zaidi, ambapo teknolojia ambayo imewekwa ndani ya mpira ina chip maalumu ambayo inapeleka taarifa kwenda kwenye zile monitor za VAR pamoja na mitambo yote ya VAR. Sasa tofauti ya teknolojia hii hapa na ile teknolojia ya mwaka 2022 ni kwamba teknolojia ya mwaka 2022 ilikuwa inasaidia hasa kwenye goal line technology, pale ambapo mpira unakuwa umevuka mstari wa goli, lakini safari hii unakwenda kusaidia kwenye matumizi mazima ya VAR, na ni mpira ambao utakuwa unachajiwa kabla ya mchezo. Na watu wanaweza kusema mpira unachajiwaje, lakini kinachochajiwa ni ile device ama chip ile ambayo imewekwa ndani ya mpira. Lakini sasa ni chip ambayo itakuwa ni ngumu sana mchezaji kutambua, kwa sababu ni nyepesi mno kiasi kwamba hata mchezaji au mtu yoyote hata kitikisa hivi hawezi kuhisi kama kuna kitu chochote, na haitaongeza uzito wowote kwenye mpira kwa sababu imetengenezwa kitaalamu sana. Kwa hiki ndio kitu ambacho kinakwenda kuwa released kwenye michuano hii ya kombe la dunia. Mpira huu unaitwa Try-Yonder kwa sababu zifuatazo. Neno try kwenye zile onda, try ni neno ambalo lina maana ya tatu, kwa sababu mashindano ya kombe la dunia yanaandaliwa na nchi tatu, yani Canada, Mexico pamoja na USA. Lakini neno onda ni neno la Kihispania ambalo lina maana ya wave, maana kuwa Try-Yonder maana yake ni mawimbi matatu, kuashiria kwamba michezo hii inaandaliwa na nchi tatu: Mexico, Marekani pamoja na Canada. Lakini teknolojia kubwa ambayo imewekwa ndani ya mpira ni teknolojia ambayo itaenda kusaidia matumizi mazima ya teknolojia ya VAR.